Karibu sana mwanafamilia ya Uhondo TV. Jina langu ni Fadhili Komba. Moto katika kiwanda cha magari Korea Kusini, watu 14 wafariki. Mamlaka za Korea Kusini zinasema kwamba watu 14 wamefariki na wengine 25 kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika kiwanda cha kutengeneza vipuri vya magari katika mji wa Daejeon. Moto huo ulizuka wakati wa chakula cha mchana siku ya Ijumaa na ulidhibitiwa kufikia saa 5:48 usiku, wizara ya usalama ilisema. Watu wengine 35 walipata majeraha madogo. Mamlaka ilisema kuwa kiwanda hicho kinamilikiwa na Ajeon Industrial ambayo hutengeneza vifaa vya injini kwa ajili ya makampuni ya Hyundai Motor, Kia Corp miongoni mwa mengine, kwa mujibu wa tovuti yake. Katika taarifa kwenye tovuti ya kampuni hiyo, mkurugenzi mtendaji Sohee Juhan aliomba radhi akisema kwamba watashiriki kikamilifu na mamlaka katika kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, kukagua tena mifumo yake ya usalama na kutekeleza kwa haraka hatua zote muhimu ili kuzuia tukio hilo kutokea tena. Serikali ilitumia timu ya pamoja ya kudhibiti majanga kutoka idara kadhaa baada ya Rais Lee Jae-myung kuamuru rasilimali zote zilizopo zitumike kukabiliana na moto huo na kuokoa maisha. Uingereza yaruhusu Marekani kutumia vituo vyake vya kijeshi katika mashambulizi ya mlango wa Hormuz. Uingereza imekubali kuruhusu Marekani kutumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kufanya mashambulizi katika maeneo ya Iran yanayolenga mlango wa bahari wa Hormuz. Hapo awali, Waziri Mkuu Keir Starmer alikuwa ameruhusu jeshi la Marekani kutumia vituo hivyo kwa ajili ya operesheni za kujilinda pekee ili kuzuia Irani kurusha makombora ambayo yanahatarisha maeneo yaliyo na maslahi ya Uingereza au raia wake. Downing Street ilisema Ijumaa kwamba mawaziri wameidhinisha upanuzi wa mpango huo ili kusaidia kulinda meli katika sehemu hiyo muhimu ya usafiri wa mafuta kwa misingi ya kushirikiana katika kujilinda. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Uingereza ilipaswa kuchukua hatua haraka zaidi, huku waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi akisema kuwa Saakei anaweka maisha ya raia wa Uingereza hatarini. Uingereza bado haitahusika moja kwa moja katika mashambulizi ya Marekani, na Downing Street ilisema kuwa kanuni na mtazamo wa Uingereza kuhusu mzozo huo zinasalia kuwa zile zile, hazijabadilika.